monere Yesu mokoli wangu na habari yemwe malaka umrimo muzika betile mirwa ujute agare omina sema ujute anaje aguko Jerusalem madile makararuka makachagareruwe makararuka makafika jirani kama monere Yesu mokoli wangu na habari yenye mrema kama kamojo zilendirwa ujumbe chakane ana aje anugoje haya matara hata chakane roge utawe makafika jirani kama monere Yesu ni ujumbe tu wanasema nimepata ujumbe asubuhi mbichi leo. Wale wanawake wa kule Yerusalemu wamerauka asubuhi kaburini. Amen. Kofa. Nasikia vizuri. Nimepata habari asubuhi. Nimepata habari leo, asubuhi ya leo. Wanawake wa kule Yerusalemu wamerauka waleta habari kwamba mliyemuua hayuko kaburini. Bwana asifiwe. Amen. Napenda hiyo. Tutaongezea tu baadaye. Leo ilikuwa ni introduction. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Sikiza, kama kuna raha ni wewe. Raha yangu niachie mwenyewe. Raha yangu niachie mwenyewe. Amekufa kwa ajili yangu mimi peke yangu, akafufuka kwa ajili yangu mimi. So mimi peke yangu nitajivunia. Amen. Tamuimbia, tamchezea mimi hapa. Si wewe. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa nafundisha kuhusu maturity wakati ule wa nyuma na ile iliyopita. Mtu anapokomaa kufanya mambo ya kiutu uzima. Kiutu uzima ni matendo na maneno. Kiutu uzima ni hatua. Bwana asifiwe sana. Yesu amefundisha, akafundisha kuwaimarisha, wengine wakaimarika, wengine walibaki bila kuelewa. Aliwafundisha amempasa mwana wa Adamu kuteswa na kuuawa, kisha siku ya tatu kufufuka. Walisikia, hawakufahamu. Ninawafundisha kila siku msamaha wa dhambi na ukombozi na uponyaji. Ni wachache wanaoelewa. Kuanzia leo nasema tena komaa. Amen. Komaa. Amen.
Mtu aliyekomaa hujulikana kwa hatua zake, huyu amekomaa. Mtu aliyekomaa huhusishwa mambo mazito ya maana, mambo ya muhimu kwa mji, huhusishwa mtu aliyekomaa. Amen. Mtu aliyekomaa huhusishwa mashauri ya maendeleo ya mji au maendeleo ya nchi au maendeleo ya kaunti au maendeleo ya kikundi, kuamua huyu anaweza kuongoza, kutupa ushauri, akaitwa kiongozi. Ukiwepo hapa ili ukomae, ingia majukumu. Bwana asifiwe sana. Si uingie na watu. Aliyekomaa usimama yeye kama aliyekomaa. Hawezi sema siwezi fanya mpaka fulani. Aliyekomaa husema mimi nitaviweza, mimi na mimi peke yangu. Aliyekomaa husema naokoka mimi mwenyewe, naokoka mimi mwenyewe. Aliyekomaa hawezi sema mume wangu atanikataza, mke wangu atanikataza. Aliyeokoka huaminisha yeye kama mtu mzima. Kaa mtu uliyekomaa, kaa mtu uliyekomaa. Huko nyuma anasema kaa mtu uliyekomaa, na huku mbele anasema kaa mtu uliyekomaa. Mtu aliyekomaa hufanya mambo anayoyajua. Aliyekomaa akifanya kosa, akienda kuungama, atalinena kosa lake alilolikosa bila kusita. Mimi nimefanya hili, nimekosa Bwana, naomba unisamehe. Asiyekomaa atasema Bwana, mimi sijui kama nimekosa au sijakosa. Kwa hiyo ulipofanya hili ulikuwa umelala, ulipofanya haya ulikuwa umelala, ulikuwa umesinzia. Nisamehe Baba kama nimekosa, nisamehe Bwana kama nimekosa, kuna hakika kama nimekosa. Aliyekomaa anasema Bwana nisamehe hili, maana mimi nimekosa hapa, nikakosa hapa, nimekosa kwa sababu hii na kwa sababu hii na kwa sababu hii. Ni mtu mzima, anaungama, anasamehewa, anapona, anabarikiwa, anabeba baraka zake, anaishi na baraka zake, anatunza. Aliokoka anatunza ukombozi wake na uponyaji wake. Aliyekomaa. Ambaye hajakomaa unamwambia leo apone, kesho anakurudia. Jana ukaniambia nikapona, nikanirudia tena. Nimekuja tena, jana ukanimwambia nikapona, nikanirudia tena. Haya nimekuja uniombee tena. Haya juzi ukaniombea tukaenda, hivi asubuhi kasikia mwili nyanga. Anasumbuliwa na utoto. Mtu mzima akipewa anajua kutunza. Mtu mzima akipokea anajua nimepata kitu cha thamani, anajua kutunza. Unaweza kuwa mtu mzima kiumri, lakini kiimani wewe bure. Amen. Unaweza kuona mtu mzima umri, lakini yuko class 4. Ni mtu mzima lakini shuleni class 4. Mpaka akicheza na wale wa grade 4. Na yule naye anacheza, lakini kama ni mama simeaka huko. Aziko ni kwenye kikochi. Lakini anacheza pilina. Ni mtu mzima kiume lakini kiakili nakwambia wewe komaa. Amen. Yesu anataka watu waliokomaa, awape mambo ya watu waliokomaa. Na ukibaki mdogo utabaki mdogo. Basi niombe kitu kidogo tu kwa pasta. Ndio. Sasa tukakupata kabla hujaongea unaanza kulia kwanza. Pasta kwa unalia hapo unalia. Pata ujamaa. Ndio alikuwa na nini? Ndipo ujifute na hera, si hadi kati. Usifikiri sio jana yako ndio kujana ndio inafika unaikuja unasikia jana. Ndani ya pasta.
hata huna hata angalau leso. Hapana, ni ile nini, hiyo dera uliovaa ndio unayokunja mtoto. Bwana asifiwe sana. Kazi ya Yesu anayoifanya juzi na jana na asubuhi ya leo ni kubwa sana. Kwa kazi hii leo wewe kombolewa. Kwa kazi hii leo wewe pona. Kwa kazi hii majini yote ya kutoke. Kwa kazi hii machawi yote ya kutoke. Kwa kazi hii kila udhaifu ukutoke. Kwa kazi hii anaifanya Yesu kufikia sasa hivi, wewe kaa utulie komaa. Bwana asifiwe sana. Amen. Sema Bwana Yesu, ninakushukuru maana umekubali kuteswa kwa ajili yangu. Mimi ni mwenye dhambi, niliyekufanya ufe. Mimi ni sababu ya kifo chako. Nilikuwa nimetengwa na Mungu. Sijasikia vizuri. Nilikuwa sina fungu la watu wa kuokoka, lakini kwa kifo chako na kwa damu yako na mapigo yako, hivi leo nimefanywa mwana wa Mungu. Asante Mwokozi wangu. Sina la kukupa Bwana ila ni shukrani peke yake. Nasema pokea sifa Yesu mwana wa Mungu kwa kunifia. Sijasikia vizuri. Hapana, sijasikia vizuri. Sijasikia vizuri. Umenifia Bwana. Umekufa nikiangalia. Umeteswa nikiangalia. Oh Mwokozi wangu, asante. Asante kuniosha dhambi zangu. Asante kuniondolea umasikini wa kimwili na wa kiroho. Pokea sifa Bwana wa Mungu. Asante Bwana. Asante Yesu. Asante Mwokozi. Kwa jina la Yesu. Mwokozi wangu. Amen. 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 Kitabu cha Mathayo mlango wa 27 anza 45. Bwana asifiwe sana. Kabla msomi hajasoma, mtu unayempenda, Amen. Kuna mtu unayempenda wewe? Ngoja nikuangalie. Kuna mtu unayempenda wewe? Kuna mtu umpendaye mahali? Asije kuambia uniambie ni nani. Nauliza tu. Kuna mtu umpendaye wewe? Huko nyuma. Kuna mtu umpendaye? Hapana. Umewahi kupenda mtu wewe? Umewahi kupenda mtu? Umewahi kupenda mtu? Umewahi kupenda mtu? Halafu ule mtu unayempenda ashikwe machoni kwako, ateswe machoni kwako. Unataka umsaidie, lakini uwezo huna. Unataka uambie mwacheni, lakini uwezo huna. Apige ukimwangalia, asukuma yakailoku. Unasikia nini hapa? Unasikia nini hapa?
Unasikia nini hapa? Unasikia nini hapa? Mtu umpendaye. Umewahi penda mtu wewe? Hata kama upenda kwa kutegeana hapa, kuna mtu yuko hapa ndani ya moyo wako. Amen. Kuna mtu yuko hapa ndani ya moyo wako. Mtu huyo ashikwe machoni kwako, aanze kuteswa ukiangalia, asukume akianguka ukiangalia. Ulidhania mtu huyo ana nguvu za kuweza kujisaidia sana, lakini leo hana uwezo. Asukume aanguke, apigwe ainuliwe. Asukume aanguke, apigwe ainuliwe. Machoni kwako ukiangalia, utafikia nini? Utalia? Utarukaruka? Utaenda kusaidia? Utafanya nini? Ni nini unaweza kufanya? Kuna wakati unafika, matendo ya mtu mbele yanamwingilia, unakosa la kufanya, unakosa la kuongea, unakosa la kunena, unakosa wimbo wa kuimba, maji yanakauka mdomoni, unanyamaza kimya. Unataka kufenti, anaweza kufenti, anaipigwa hafenti yeye, bado unaangalia. Unataka ushikwe na presha imeondoka, nini sijui nini. Bwana pesa. Kuna wengine akaona shida ya mtu huyo, mtu anapata shida, yeye anayeangalia shida, huku vitu vya kika penyewe kule vile kuangalia vile anavyoteseka yule pale, wewe unaangalia vitu vya toka na kujui hata ulango kuna bola huko. Bwana pesa. Amen. Hivi ndivyo watu walivyoona juzi wakati Yesu ameshikwa na wanafunzi wanakutana naye na wamama wanakutana naye, wakaona kama atakwepa. Yesu hajakwepa, maandiko yanawaruka. Bwana sana. Amen. Wanajua huyu anaweza kukwepa, ni wa muujiza. Kumbe hapa si kwa muujiza, ni kwa vitu wafanye practically. Akasukumwa akaanguka, akainuka akapigwa akaanguka. Kisha akianguka anageuza watu wanaoangalia wampendao. Akianguka chini anaangalia hawa wampendao. Nafanywa haya kwa ajili yao, nafanywa hivi kwa ajili yenu. Angalia yeye akipigwa hapo, kuna mtu anasikia alipigwa, alipigwa Yesu na mtu anasema yeye. Kisha wote na wanasoka, anaanguka na msalaba. Kisha anawaangalia. Nisikize vizuri, ibada hii anayoifanya Yesu ndio yenye ukombozi na msamaha wa dhambi. Amen. Ndipo kwenye nguvu utazojivunia, ndio kwenye nguvu ambayo hii dunia hamna mwingine, ni yeye pekee yake. Bwana asifiwe. Amen. Mimi ni mtu tu hapa, ni mtu kawaida. Mimi siye Yesu, mimi ni changawa. Na najua kuna watu wamenipenda sana hapa, hawapendi kuona nikiteseka. Sijui kama wakati kumefikia gogo na nikamate machoni kwenu na nipige machoni kwenu utahisi nini? Pastor wetu mwenye kupiga simu atapiga simu, mwenye kuchukua video atachukua video, mwenye kutuma TikTok, mwenye kuleta atafanya nini, kila kitu atafanya hatabarikiwa, kila mtu atafanya kama yule atakabala atalia.
asifiwe sana. Lakini Yesu anavifanya makusudi akutie nguvu, makusudi upone wewe, makusudi usamehewe wewe, makusudi utakaswe wewe, makusudi dhambi zako ziende, makusudi usirogwe tena, makusudi usirogwe, usipagawe, usiwe dhaifu. Leo nasema pokea mjazo wa nguvu za Roho Mtakatifu. Mathayo 17 anza 45 kwende chuo. Basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabakitani, yaani Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Na baadhi yao waliohudhuria waliposikia walisema, huyu anamwita Eliya. Mara mmoja wao akaenda mbio, akatwaa sifongo, akaijaza siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnyesa. Wale wengine wakasema, acha na tuone kama Eliya anakuja kumwokoa. Naye Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili, toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakaingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu, walipoona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakisema, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Yesu hakuwa wa kwanza kupelekwa Golgotha. Golgotha ni mahali kila watu wakatili, watu wa haini, watu waliokosa vibaya, hukumu ya kifo ilikuwa ikifanywa Golgotha. So walikuwa wamezoea kupeleka watu Golgotha kwenda kusulubiwa. Na hata Yesu alipopelekwa kulikuwa na wengine wawili wameshatangulia. Golgotha. Golgotha ni wapi? Golgotha ni mlima ambao kichwa cha Goliath wa Gati kiliozea. Hakuna mtu aliyezika kichwa cha Goliath. Baada ya Goliath kuuawa na Daudi, kichwa kilipelekwa kwa mfalme Sauli. Baada ya kuwa pale, kikapeleka Golgotha kutupwa huko, kiliozea hapo, kukaitwa fuvu la kichwa cha Goliath wa Gati, Golgotha. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa Yesu amepelekwa Golgotha, waizi wawili wamepelekwa Golgotha, wote wamefanya makosa makubwa, wanauawa kwa kifo cha msalaba. Bwana asifiwe sana. Ndio maana walimpeleka. Lakini sasa ajabu ni kwamba wakati Yesu amemaliza kusulubiwa, akikaa msalabani, saa 6 mchana. Saa ngapi saa hii? Saa 9:30. Saa 9:30. Saa 9:30 saa hii. Kumi saa 4.
Sasa unusu ila 26. Bwana sana. Amen. Si ni saa 6. Biblia inasema kama saa 6. Haikuwa exact time kama iwe iko karibia au iko hapo hapo au imepita kidogo, ni masaa kama haya. Waonaje vile saa hii giza liingie ghafla hii hapa tuko chache? Si mtakanyagana ni saa hii vile saa hii kila mmoja anaona mwenzake, halafu giza hii si giza la angalau kuwe na stima ya kuona. Giza hata hilo taa nalo halionyeshi giza. Giza dunia mzima, giza kwa makuhani, giza kwa maaskari, giza kwa mfalme Herode, giza. Giza kila mahali. Saa 6 ya mchana, giza, 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 giza. Hata hao wazee waliompeleka Yesu kwenda kusulubiwa pia waligeuka. Hautashona. Hautashona. I don't know how that is right. Hautashona. Hatuja viona. Mbona giza? Hakuna dalili ya jua, hakuna nyota wala mwezi. Giza, giza, dunia giza. Kifo cha Yesu, giza. Oloi, oloi lama sabakthani. Mungu wangu, mbona umeniacha? Anamuita Elia aje amsaidie. Mtu akiwa rohoni atafanya vitu utafikiriana vyako, sivyo kabisa. Yeye anasema oloi, oloi, na anamwita Elia. Yaani hupo kabisa. Yeye anaomba yake kabisa. Anaona mbingu zimemwacha, mahali pasipo ni giza. Mtu ambaye hajamjua Kristo ni giza. Hana mbele, hana nyuma. Hajui anapokanyaga, hajui alipoondoa mguu. Hajui mbele yake, hajui kinachomkujia nyuma. Mtu anayetembea gizani, gizani, gizani. Gizani saa hii, utoke gizani hapo unaenda pale hapo Giraha hapo na hika ikea hapo. Kapanda mwenye kalikuja nini? Nikala kuna yoza. Makala kuna yoza tu. Yoza. Kigiria kuna kitu kinaitwa gunguna. Hapo basi agunguna. What is agunguna? Uliona gunguna sio? Gunguna. Gunguna. Bada. Gunguna. You know what is a gunguna? Gunguna. Pesa kabisa. Ndio discuss a gunguna. Giza kuu ambalo si la kawaida. Gunguna ni giza kuu ambalo si la kawaida. Giza tititi. Giza. Tena siku Yesu alipokufa, there was Yesu alipokufa, dunia iliingia gunguna. Gunguna likija hodi mtu yoyote, unaona vitu visivyoeleweka. Hakuna rangi yoyote, kila kitu cheusi. Kifo cha Yesu ni mauti ya kwanza ndani ya kaburi gizani. Amen. So giza ilikuwepo mpaka saa 9 nuru ikaanza kushuka. Kila mmoja akaanza kuona. Walioshuhudia wanasema kweli huyu maliza, kweli huyu ni mwana wa Mungu. Na mimi nasema kweli wewe
umwana wa Mungu. Kama Yesu amekufa na amekufa kwa ajili yako, basi hakika wewe umwana wa Mungu. Mwangalie, unaweza kumwambia hakika wewe umwana wa Mungu. Mwambie bila kuogopa. Mwambie nilivyoviona leo. Hakika wewe ni mwana wa Mungu. Nilivyovisikia leo. Hakika wewe ni mwana wa Mungu. Akiwa Yesu amekufa kwa ajili yako, hakika wewe ni mwana wa Mungu. Amekufanya mwana, amekufanya binti. Jivunie kuwa mwana, jivunie kuwa binti. Ibada kubwa anayoifanya Yesu leo ni kumfanya mtu kuwa mwana. Ibada kubwa anayoifanya Yesu leo ni kumgeuza mtu wa Mungu kuwa mwana wa Mungu. Na sema leo badilika, wewe uwe mwana. Ukiwa mwana wa Mungu, mwili wako yeye atauchukua mwenyewe, atautunza, atauponya, atautakasa, ataubariki, ataupa afya. Kaa mwana, kaa mwana, kaa mwana, kaa mwana, kaa mwana. Safina, kaa mwana. Kataa kuwa mtu. Kila mtu duniani ni mtu wa Mungu. Kila mtu ni mtu wa Mungu. Hata mchawi ni mtu wa Mungu. Hata woga ni mtu wa Mungu. Hata shababu ni mtu wa Mungu. Lakini Yesu anakubadilisha, anakufanya mwana na binti. Utapata utunzi wa kimwana na baraka za kimwana. Na leo siondoki hapa mpaka uongee kama mwana. Uongee kama mwana. Ufanye kama mwana. Utende kama mwana. Uinuke kama mwana. Ukashuhudie kama mwana. Amen. 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 Hebu angalia mtako. Halafu mpe tano, mwambie kweli wewe ni mwana. Mpe kabisa. Usifanye kitu hapa saumbe ajue yeye ni mwana. Kama wao sana mweleze. Unahisi nini ukijisikia wewe ni mwana? Ndio kwa Mungu wako ulizo maswali. Ukienda unaenda kweli. Amen. 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 Niweka huru. Niweka huru. Amen. Niweka huru. Amen. Niweka huru. Amen. Niweka huru. Changamka. Amen. Niweka huru. Tusimame. Imba. Amen. Niweka huru. Amen. Niweka huru. Amen. Bwana tena bwana.
unavyo unavyokula, ukiwekwa huru unavyo unavyovaa. Mtu akiwa huru ana tabia ya mtu aliye huru, na mtu aliyefungwa anatembea kama mtu aliyefungwa, anakula mtu aliyefungwa, analala mtu aliyefungwa, anavaa mtu aliyefungwa. Mtu aliyefungwa haendi atakako, anapelekwa asipotaka. Mtu aliyefungwa havai apendavyo, ataveshwa nguo asizotaka. Mtu aliyefungwa hali chakula apendacho, atakula chochote aonacho. Mtu aliyefungwa hata lala apendapo, atalala popote atakwapo. Mtu aliyefungwa ni mtumwa, lakini leo Yesu amekuja, amekufa akufungue, uwe huru, uwe mzima. Usile chai ya sukari, maana una sukari wewe. Usile cha kukaranga, maana una halisa. Usile nini, maana vina nini. Usinini, maana utanini. Bwana asifiwe sana. Utamu wa chai ni nini? Ni sukari. Utamu wa keki ni nini? Ni utamu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ukitaka kusikia harufu safi ya kitunguu, nikiwe kimetiwa uto unaambiwa usile, maana una nini vile hasa keresha. Nisikize vizuri, utakapokuwa huru utakula pilau. Uzuri wa pilau ni nyama na mafuta. Uzuri wa pilau, tukianza kupika pilau tutaanza kuzwa 1 spices. Kitunguu saumu, kitunguu maji, pilipili hoho, changanya. Pilipili duka, pilipili manga, dalaseni. Wala sana. Vinapangwa vizuri, lakini wewe unajua asili, maana mimi nina alsas. Kale kamoyo ka alsa leo katakufa. Katakufa na Yesu. Katapotea katika giza la kifo cha Yesu. Kila kinachokusumbua wewe kitapotea kwenye giza la kifo cha Yesu. Kila kinachokuhangaisha, na arudie nasema, hizo bloki zako wewe, hizo bloki zako zitapotea. Si kesho, ni leo. Naongea habari za sasa hivi. Mchana huna saa hii, kila mashaka yako. Mashaka kinachofanya unakaa peke yako, hii maana yake ni nini? Ukiona mtu anafanya hivi, maana yake ni nini? Hapa gaje. Bwana asifiwe sana. Watu wamelala usiku. Kuna mtu hapa hata wiki hii kuna usiku hajalala, amekesha kwanza na kulia peke yake. Aombe kidogo, maana mambo yapotee, aanze kulia. Nisikize leo, cheka. Leo cheka. Leo cheka. Fahimwa. Furahika mama. Bwana asifiwe sana. Walikwambia hautopona mpaka ile roho ya kufa ikakuingia, ukasema safina kwa heri, ni minafa. Hufi. Amen. Nisikize. Hufi. Amen. Nisikize. Hufi. Amen. Utakufa mapema. Yesu amekufa mapema kwenye umri wa miaka 35. Ni kijana amekufa ili achukue kifo, maafa ya ujana, aondoe maafa ya ujana. Kwa hivyo hapa nisikie vizuri, hufi kijana. Amen. Na ujana utakulisha hapo. Amen.
ukijaribu. Tunamwambia Bwana wa uzima, Bwana uliotoa uhai kwa ajili ya huyu amekufa. Amen. Dorcas alipokufa watu walifuata Petero kwende kule. Kwa nini? Yule mama amekufa, hatumziki, kwenda kuongea na yeye, si amekufa, enda. Petero akaenda, akamwangalia Dorcas, halafu akaangalia, lakini huyu ameenda. Akamwambia, sikia tukwambie, hizi nguo mzovaa ndiye alitupa, lazima arudi hai. Amen. Petero akaingia maombi tena. Sasa Mungu wale wataki asike. Watu wanafanya mgomo Bwana, watu wanaandamana, maana fulani amekufa. Dorcas alikufa, wamama waliandamana, waende kwa Petero, lazima awe hai, lazima awe hai. Basi sio na haja mazuri, sio na kaida na watu, sio na matendo mazuri ya kufanya watu, haya kuna haja nao. Hata ukifa nasema hapo kaenda salau kunawaya. Dorcas alipokufa wamama walikataa, hazikwi huyu, hazikwi. Hatameni penda hawa, kitakapobenjuka watakibenjua. Wapende hawa. Nisikize mpendwa, penda hawa watu ulionao hapa. Amen. Kitakapobenjuka hao ndio wanaweza kusema hapana, hapana, hapana. Nikija toleo kwangu nitaambia Mungu, Bwana, angalia watu wamekuja wamekataa, huyu wasike. Wasikize hapa. Msemo unasema wengi wape, wengi kundi lote limekuja kwa ajili yako, wewe hai, wewe hao wote pamoja. Anamwambia Yesu, Priscilla lazima, hapana, tunamtaka, lazima arudi. Hata yule pastor anaenda kwa mwanaambia Yesu, wasikize wenyewe. Mara moja kwa Bwana asifiwe sana. Nisikize vizuri, nguvu ya mtu ndani ya Kristo, uzima kamili, amani kamili, ukombozi kamili, msamaha kamili, nguvu ya Roho Mtakatifu ndani ya safina mchana wa leo. Kama kuna mtu ananisikia ndani ya moyo wake sasa hivi, ninachokiongea anaunganisha maisha yako na injili hii. Yesu amekufa. Yesu wakati akifa, dunia iliyumba, dunia miamba ikapasuka. Jana nilikuwa nikiambiwa majuzi hapa kwamba tembea kule Mayungu ukaona yale magome kule baharini kule Vasco da Gama, utaendaona ile miamba inanyufa. Kumbuka siku hii ya siku ya Ijumaa, tembea huko baharini kule kwenye magome na miamba, utakuta magome mengine yalikatike yakaanguka chini vipande, midude mizito. Kumbuka siku hiyo. Aliyeumba, aliyejenga ule ufundi wa kule baharini ni Mungu mwenyewe. Akadesign ile miamba na ile magome, yakajenga kidesign. Hakukuwa na trapa za kuvili ajenge ile ghorofa yake. Alijenga kwa sauti yake. Tembea huko baharini, uone fundi ni maso, tembea kule baharini. Kama kuna maso, tembea kule baharini ukaone wale mafundi walivyojenga. Kama kulikuwa na kabilo vile, ni mamaji, ni supea, yule fundi hakuwa na supea wala kabilo. Alijenga, lakini kifo cha Yesu ikapasuka, ikabaki mpaka leo, mpaka aje. Amen. Makaburi yakapasuka, wafu watakatifu wakaja.
Nisikize kama ulizikwa na mchawi wewe. Nisikie kama ulizikwa. Maliza. Kama ulizikwa, kama jina lako na kama nguo yako na kama picha yako na kama kivuli chako kilizikwa na mchawi, hiyo inapasuka. Hiyo nyungu inapasuka. Hiyo nyungu inapasuka. Hiyo kivuli inapasuka. Hiyo pango inapasuka. Lazima utoke. Baraka zako zikizikwa, utafanya kazi miaka ile miaka rudi, ufanikiwi. Lakini leo itapasuka. Sitakurudia. Kama macho yako yalizikwa, yanatoka mbio yanakudia mwenyewe. Kama yametobolewa, yamandulia kale kamutu. Kale kamutu, kila macho ya mtu yana kamutu. Ukimwangalia mtu utakuta kamutu. Kale kamutu huibwa. Akiibwa kale kamutu kuona jiko hamna kamutu tena. Kana kulisholewa. Amen. Kwa hiyo, sikisha macho yako, sikisha kama ulikuwa unaona kidogo, kale kamutu anakuja. Timayo, machoko hayakuwa na kamutu. Lakini kwa ajili ya Yesu kamutu hakuja. Akaona. Na wana watu kama miti. Waandarini miti kama watu. Akakukua tena. Na mtu akarudi. Kama hupati kazi, kamutu hauna. Kama hupati baraka, kamutu hauna. Kama huonekani kama wewe mtu wa kuolewa, kamutu aliyeolewa. Hapo tupita basi. Hapo tumuulike. Bwana asifiwe sana. Amen. Walikuficha wakasema tutamuona kama ataolewa. Kwa kifo cha Yesu leo utaolewa mpaka ushangae. Amen. Nabani hanibenino. Nabani hanibenino. Nabani hanibenino. Nabani hanibenino. Utahalwa. Mpaka ukisemaje. Nilikuwa naye akaniacha kwa mwingine, naye akaniacha kwa mwingine. Nisikize vizuri. Yuaja mtu kwa ajili yako. Anayekupenda sana. Akuoe. Mpaka umwangalie. Kuangalia uche kidogo kumwangalia tena. Kuangalia uche kidogo kumwangalia tena. Ukombozi kukuingia, unafanya msako kila maisha yako, kila kapengele ka maisha yako kanarekebishwa. Amen. Yesu hakufa bure, amekufa arekebishe maneno. Amen. Amen. Mapasa msikie, kifo cha leo unaandaliwa madhabahu kubwa, kanisa kubwa, kanisa kubwa, tunene. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Biashara kubwa, nyumba kubwa. Amen. Nisikie vizuri. Kama unaenda na mimi, kwako ni yuze itafanyika. Tunangoja ushuhuda, si wa kuongea, wa kuona kwa haya macho. Amen. Unaweza kuwa hapa miaka yote, lakini pepo wa umaskini alikupokonya hata kitanda. Yaani unalala na box. Nisikize vizuri. Nisikize. Yaani mshirika wangu hapa unalalia box. Kagunia kasukata. Kitanda ulinyang'anywa. Unajadukunua huwezi. Mate sunguna. Ni mkeka.
Kitanda kilichobakishwa kama zilikatika, zimebaki 3. Ukiingia tu ulizaa vitoto hapo vimekojoa hizo kama zimekatika, kisha kinakunguni. Nisikize vizuri, wokovu si uzima tu, nataka ingia nyumbani kwako. Unaokota moja deni, hiyo mambo inaisha leo na lazima ishe. Kile kimbasue kekuli, kile kitara kimbasue kekuli na ukiambia kabisa sina haja na wewe kitara hapa, na hata kamkeka kamefunga upande. Yesu anakupa amani na baraka zake, vitu vyote vizuri anasuka navyo, uzima kamili, amani kamili. Kama uzai kifo cha Yesu kinakupa watoto. Amen. Kama mwanao uweze rusha pewa, kifo cha Yesu utatuma pewa mali. Amen. Halo. Halo. Sasa mume hapa tumeshuana. Mume kila udhaifu, nasema kila mishipa chini, kila matango chini, kila sukari chini, kila presha chini, kila kansa chini, kila pumu chini, chochote cha giza chini kinakufa na Yesu. Unaamka na uzima, unaamka na uzima, unaamka na uzima, unaamka na uzima, unaamka na uzima. Kila mdhaifu ajisikie anaamka na uzima, kila mgonjwa ajisikie anaamka na uzima, kila mdhaifu ajisikie anaamka na uzima. Pokea, 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 pokea. Watu hawajaelewa, anaelewa, anajaza. Hilo ni langu nachukua, hilo ni langu nachukua. Kama damu yako ilikuwa positive, inaoshwa na damu ya Yesu, inarudi negative. Amen. Nisikie, unapona bila kumeza dawa. Wasio na akili ndio wanaopona. Mwenye akili ya kupoa wanasema mpaka nimeze dawa. Wakawaangalia Petro na Yohana, wakajua ni watu ambao hawana elimu, lakini wao wanafanya haya, walikuwa na Yesu. Amen. Imani haitaki kwenda university. Imani si lazima uende university. Imani ni vile ulivyo. Imani haitaki mzee au kijana, ni vile ulivyo. Amen. Nasema pokea imani. Amen. Badilika ulipo. Amen. Utakapoingia maombi ya mabadiliko, haina haja uguswe na mtu. Ule uwepo wa kifo cha Yesu unakugusa mwenyewe, unaingia ndani wenyewe, unakubadilisha wenyewe, unakupa kupendwa, kibali cha kuhurumiwa na kukubadilika kila uingiapo. Anza kupokea haraka haraka.
walikuwa wamezikwa na wametulia makaburini. Walikuwa wamezikwa. Kazi yako inaweza kuzikwa, biashara yako inaweza kuzikwa, afya inaweza kuzikwa, uzao wa watoto wako unaweza kuzikwa. Nisikize vizuri, kupendwa na Mungu unaweza kuzikwa, ukaishi bila, ukasema haya ni majaliwa, haya ni majaliwa yangu, haya ni majaliwa yangu. Na kutangazia hakuna majaliwa yoyote ya kukutesa. Yesu amekuja kufanya mabadiliko. Kifo chake kinabadilisha. Nisikize unielewe Safina, kifo cha Yesu kinabadilisha. Nisikize unielewe Safina, kifo cha Yesu kinabadilisha. Waliosema havitakuwa wataona vikiwa. Mupe Yesu makofi mazuri. Mupe Yesu makofi mazuri. Usome shetani. Musome na unyanyako aliyekuroga. Msome. Wow. Ndiye kama vile unasoma ta. Bwana asifiwe sana. Twende Injili ya Yohana nimalize na boka. Injili ya Yohana mlango wa 20. Nianzie moja twende tuo. Sasa hii ni habari ya leo. Nimemaliza habari ya Ijumaa. Naongea habari ya leo. Twende tuo. Hata siku ya kwanza ya juma, Maria Magdalena alikwenda kaburini alfajiri, kuangalia kungali giza bado. Akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio, akafika kwa Simioni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda. Akamwambia, wamemwondoa Bwana kaburini, wala hatujui walikomweka. Mwanamke aliyekomaa. Aloni punge mkono. Mwanamke aliyekomaa. Mwanamke aliyekomaa ameenda kaburini mapema. Si muoga. Ni mjasiri. Anaenda kaburini pa mtu ampendaye. Bwana wangu alizikwa pale. Naenda kaburini asubuhi. Amebeba mafuta ya marhamu. Akaimwagie kaburi au akaondoe jiwe. Amwagie maiti mafuta ya marhamu. Si muoga. Nasema we mama, kaa jasiri. Acha kufikiria hapa na koko hapa na paka. Kaa jasiri. Mwambie kaa jasiri huyo. Mwambie kaa jasiri. Mtu jasiri asinzii wakati wa neno. Ukisinzia wakati unakula, unatoka hoji. Ukisinzia wakati utafanya nini? Utachovya chini. Ukisinzia wakati unakula, utachovya chini. Utakosa hali ya mboga. Watu watakuteka. Ndio nani hatuna moto. Halafu hii tunaondoka. Sasa utakula au utaduka? Utatoka hiyo umetoka mwenyewe. Kama unataka hali kutoka. Bwana asifiwe sana. Amen. Ninakufundisha kuwa na imani.
Wakati kama huu, sema mimi ndiye mimi hapa. Bwana, siondoke mpaka kiapo chako. Kama Yesu umeteswa kwa ajili yangu, umekufa kwa ajili yangu. Mariamu ameenda kaburi asubuhi peke yake kuchukua naye. Basi na mimi nataka nirauke na Yesu kwa imani. Halo. Kwa imani. Usilie. Kamata haki yako. Usilie. Kamata haki yako. Simamia haki yako. Dai haki yako. Usilie. Nampenda Mariamu sana. Naomba kuenda kama Mariamu hapa kanisani. Naomba wewe unisikie iwe ni wewe. Naomba iwe nani? Iwe ni nani? Pia nasema iwe ni wewe. Naomba Mariamu iwe ni wewe. Asubuhi na mapema anaenda kaburi. Na amekuta kaburi liko wazi. Na amechungulia ndani. Hajaona Bwana wake Yesu. Naenda kusema, akaenda mbio kumwambia Petro Yohana, hayumo Bwana pale, wamemchukua. Ati nini? Wamemuiba na hatujui walikompeleka. Petro na Yohana mbio. Petro ni mzee, mbio zake si sana. Yohana ni kijana, akafika tayari, akabaki langoni. Lakini Petro alipofika akaingia kabisa ndani, twende chuo. Halo, mwambie kaa jasiri. Mwambie kaa jasiri. Mguse kabisa, mguse, mwambie wewe kaa jasiri. Ana ujasiri dunia. Ana ujasiri dunia. Huyo unayemwona ujasiri kweli huyo. Injili yote hiyo kwake ikiisha ni kama amefuka mto Galana, maji yamejaa, na ametoka pale mwingine mkakumei. Chapa sikije huyo. Kila mmoja aliyevuka hapa kutoka huko tu. Kila aliyevuka kutoka hapa huko tu. Elo nivuka hapa kutoka. Hata ningie yazeuke tena. Ndio tunataka. Twende chuo baba. Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine, wakashika njia kwenda kaburini. Wakaenda mbio wote wawili. Na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro, akawa wa kwanza kufika kaburini. Akainama na kuchungulia, akaona vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Basi akaja na Simoni Petro, akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambaa vilivyolala. Kwa nini yule wa kwanza hakuingia? Na kwa nini Petro aliingia? Wa kwanza alikuwa na utoto na Petro alikuwa na ukomavu. Kama ukomavu. Amen. Kama ukomavu. Amen. Kama ukomavu. Amen. Kama ukomavu. Amen. Mmoja wa kwanza hakuingia. Alipofika langoni alijaa. Lakini alipofika Petro alifanya nini? Ni kwa sababu yule alikuwa kijana. Petro ni ukomavu. Komavu. Ukikomama, mambo haya yanakuhangaisha hapa, kwako si mzigo. Twende tu. Mstari wa 7. Na ile leso iliyokuwako kichwani pake haikulala pamoja na vitambaa, bali imesongezwa mbali mahali pa peke yake. Basi ndipo alipoingia naye yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza wa kufika kaburini, akaona na kuamini. Kwa maana hawajalifahamu bado andiko ya kwamba imempasa kufufuka. Basi wale wanafunzi wakaenda zao tena nyumbani kwao, lakini Mariamu alikuwa akisimama karibu na kaburi nje yake analia. Pause kidogo.
Bwana asifiwe sana. Wale wanafunzi wakafanya nini? Wakarudi nyuma. Biblia wanasema matikuluhupa. What is kuluhupa in Kiswahili? Nini? Wakakata tamaa. Wakaikata ile tamaa. Wakarudi kaburini na maswali, lakini yule mama akabaki pale pale. Kwa nini anabaki pale? Ni mkomavu huyu. Nisikize mama, nisikize mpendwa, muujiza ungekuwa aliyekomaa. Mungu hufanya vitu na watu waliokomaa. Ndio maana kwambia acha utoke, acha kujigabula haraka. Mariamu akabaki pale, ndume zimeenda. Mariamu asema hapana, siondoke haraka, kuna vitu nataka kuchunguza, kuna vitu nataka kuchunguza, kuna vitu nachunguza. Mariamu alikuwa kuchunguza, mtu mzima huchunguza kumefanyika nini hapa. Kama ni kuchukua ameenda wapi, na kama ni kuchukua ni nani amemchukua. Nataka kujua, nipeleke ujumbe kwa wanafunzi ulio kamili. Siondoke hapa. Hebu tuingie kwa sema hata mimi pia. Hata mimi pia. Naomba nikomae. Injili hii nikomae. Nisivunjike moyo wako. Hata mimi. Kwa jina la Yesu. Tu. Na sisi vile Mariamu alipofanya. Mtu alikomaa kwa mkali. Lakini Mariamu alikuwa akisimama karibu na kaburi nje yake, analia. Basi akalia hivi, aliinama na kuchungulia ndani ya kaburi. Analia na kuchungulia ndani. Akaona malaika wawili wenye mavazi meupe wameketi, mmoja kichwani na mmoja miguuni, hapo ulipolazwa mwili wake Yesu. Na Petro na Yohana walikuwa pale, hawakuona hawa. Lakini saa hii Mariamu anachungulia, anaona ndume mbili ndani ya kaburi. Nao akamwambia, mama, unalilia nini? Akawaambia, kwa sababu wamemuondoa Bwana wangu. Yes. Wala mimi sijui walikomweka. Wamemuondoa Bwana wangu. Silii kwa sababu wamekufa, nalia kwa sababu wamemuiba, na sijui walikomweka. Naye akisha kusema hayo, akageuka nyuma, akamwona Yesu amesimama, asijue ya kuwa ni Yesu. Yesu akamwambia, mama, unalilia nini? Unamtafuta nani? Naye huku akidhani ya kuwa ni mtunza bustani. Yesu amekuja haraka, hata alikuwa hajaenda mbinguni, amefika lakini bado kuhubiri. Yaani amefika lakini bado huko hapo karibu. Ndio. Wewe si mtu anaweza kuona amekufa, kumbe hajakufa, bado hapo karibu. Hajaenda. Nani hapa wewe? Mimi sijaenda. Bwana pesa. Yesu hajaenda. Ametoka mwili bado yuko pale mtaani. Yuko pale. Anachunguza mtu mkomavu ndani hapa. Alafu akiangalia pia ameshuhudia, amelala. Yule anaota nyumbani hakuna mboga. Yule anaangalia TikTok. Yule ameenda Facebook. Neno likiendelea. Mwingie kwa. Sema Bwana. Leo ni siku yangu. Leo ni siku yangu mimi. Sema ile pasta anaenda polepole vizuri.
anaenda polepole vizuri, ili nipate kuelewa, na iwe siku yangu Mungu. Haya maisha si yangu, haya maisha naishi si yangu. Maisha yangu unafuka nayo leo Bwana. Hii kazi nafanya si kazi yangu, hii biashara si biashara yangu, ni ndogo nalipa aibu. Bwana Yesu, ni siku yangu leo, unibadilishe na sitaondoka hapa hadi unitendee kwa jina la Yesu. Naye huko akidhani ya kuwa ni mtunza bustani, akamwambia, Bwana, ikiwa umemchukua wewe, unambie ulipomweka, nami nitamwondoa. Rudia hilo neno. Bwana, ikiwa umemchukua wewe, unambie ulipomweka, nami nitamwondoa. Rudia tena. Halafu fikiri, mtu huyu alikufa juzi, kifo cha kupigwa misumari, kifo cha msalaba. Alizikwa juzi, jana alishinda kaburini. Hilo joto na mtu akufa kaburini, na leo ni siku ya tatu. Mariamu anamwambia mwanamume, niambie ulipomweka, nikamchukue mwenyewe. Hata kama Mariamu alikuwa kubwa kama mtu mwingine, basi ndume iliyooa siku tatu zilizopita, utambebaje peke yako? Mwanakana mukamba tena marekati, mwanakana mukamba tena marekati, aya mwanakana mukamba tena marekati, marekana ro mwanakana mukamba tena marekati. Haleluya, mino mwanakana mukamba tena marekati. Asenangu manakana mukamba tena, manakana mukamba tena. Haleluya, manakana mukamba tena marekati, manakana mukamba tena. Asenangu manakana mukamba. Yesu amekufa siku tatu. Mariamu anasema tambeba alivyo. Kama ameweza tambeba. Haya, manakana mukamba. Yesu anaona hapo alivyo. Asema manakana mukamba. Nionyeshe umemweka wapi? Kamkule. Manakana mukamba. Asenangu manakana mukamba. Hata kama ameoza, nionyeshe nimeweka wapi. Tambeba mwenyewe, tambeba peke yangu, sitaki mtu anisaidie. Asenangu manakana mukamba. Asije kwa tena. Manakana mukamba. Asenangu manakana mukamba. Kama na mukamba Yesu. Umemweka wapi Yesu wako? Haya manakana Yesu wako. Haleluya, manakana mukamba. Yesu wako. Anaona hapa ndio. Bwana Mariamu hakufa. Anajua kama hivi. Manakana mukamba. Haya,
hayumo. Lakini Mariamu anasema siondoki mpaka eleweke, sitaondoka mpaka eleweke. Mungu aliyekomaa hawezi ondoka bila jawabu. Mungu aliyekomaa atakaa kingoja kusubiri mpaka apate jawabu. Mariamu amekaa, wengine wameenda mpaka kieleweke. Twende chuo. Bwana ikiwa umemchukua wewe, unaambie ulipomweka, nami nitamwondoa. Yesu akamwambia Mariamu, yeye anageuka akamwambia kwa Kiebrania, Raboni, yaani mwalimu wangu. Yesu akamwambia, usinishike, kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini nenda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Sikiza Biblia yako inavyosema. Yesu akamwambia, usinishike, kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Hapo nyuma. Mariamu naye akasema Raboni. Mariamu alikuwa anatarajia aone Yesu aliyeoza mwili, aliyekufa, lakini alipoangalia macho hakuamini. Akamwona Yesu aliyemsafi, asiye na makovu, asiye na maumivu. Amwambia Mariamu, akamtokea akamjua, Raboni, mwalimu wangu. Ngoja. Mariamu tulia. Pause kidogo Mariamu. Alisikia raha ya namna gani? Na angalia Yesu aliyekufa, kumwona mpaka Yesu aliyemzima. Na angalia Yesu aliyeoza, kumwona Yesu mwenye afya. Usinigusa Mariamu, ngoja kwanza. Amen. Nisikize vizuri. Simama kwa miguu yako. Na mwenye kusoma usipoteze chuo. Bado ndio chuo usome. Simama kwa miguu yako. Hata kama una mtoto simama. Kukaanguka nyoka hapo unapanda yeye. Simama na wakati sio. Simama na wakati sio. Mama mwachilie. Mama mwachilie. Kama anapata ampe chini. Atakipata Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Sema amen. Rudia huko mstari mbili. Yesu akamwambia, Mariamu. Ndio. Yeye akageuka akamwambia kwa Kiebrania, ndio, Raboni, ndio, yaani mwalimu wangu. Ndio. Yesu akamwambia, ndio, usinishike, kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Sijaenda kwa Baba bado. Lakini nenda kwa ndugu zangu. Enda kwa ndugu zangu. Ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu. Ninapaa kwenda kwa Baba yangu. Naye ni Baba yenu. Naye ndiye Baba yenu. Kwa Mungu wangu. Kwa Mungu wangu. Naye ni Mungu wenu. Naye ndiye Mungu wenu. Mungu Yesu, makofi mazuri. Nisikize wewe unavunjika moyo. Yesu mwenyewe anajitangaza. Anaenda kwa Baba yake, ndiye Baba yetu. Kwa Mungu wake, ndiye Mungu wetu. Unauzishwa na nini? I have a father who never ever failed. I have a father who never ever failed. Jesus has a father who never ever failed. Ninaye Baba yangu asiyeshindwa kamwe.
Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Kuna 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 baba yangu asiyeshindwa kamwe.
Twende chuo, twende chuo. Yesu akamwambia, usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Lakini kwa ndugu zangu kawaambie, nimepaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Maria Magdalena akaenda akawapasha wanafunzi habari ya kwamba nimemwona Bwana na ya kwamba amemwambia hayo. Ikawa jioni, siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwepo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu. Amani iwe kwenu Sabina. Amani iwe kwenu Sabina. Amani iwe kwenu Sabina. Amani iwe kwenu Sabina. Akasimama katikati yao akawaambia, amani iwe kwenu. Natangaza amani iwe kwenu kanisa. Amani iwe kwenu kanisa. Endelea chuo. Naye akisha kusema hayo, akawanyosha mikono yake, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Endelea. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Endelea. Kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Naye kisha kusema hayo, akawavumbia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaowafungua dhambi wamefungiwa. Rudia hiyo mistari miwili ya mwisho. Wowote mtakao kuondolea dhambi atawavuvia Roho Mtakatifu. Naye akisha kusema hayo, akawavuvia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaowafungua dhambi wafungia dhambi wamefungiwa. Walakini, ngoja hapa. Rudia tena mstari. Naye akisha kusema hayo, akawavuvia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Akawavuvia. Nasema kwa sauti kubwa, pokeeni Roho Mtakatifu. Pokeeni Roho Mtakatifu. Pokeeni Roho Mtakatifu. Amen. Pokeeni Roho Mtakatifu. Amen. Kanisa, pokeeni Roho Mtakatifu. Amen. Mtakaowafungia ninyi wamefungiwa. Mtakaowafungua wamefunguliwa. Pokeeni uweza. Pokeeni uweza. Pokeeni uweza. Kanisa, pokea uweza wa Roho Mtakatifu. Pokea uweza wa Roho Mtakatifu. Amen. Pokea uweza wa Roho Mtakatifu. Amen. Pokea uweza wa Roho Mtakatifu. Amen. Kawafungueni watu. Kawafungueni. Kawafungueni. Kawafungueni waliofungwa. Amen. Yesu anawapatia uweza. Pokea, weka mikono yako juu. Weka mikono yako juu.